ni zao muhimu kwa uchumi wa Zanzibar na linachukua nafasi ya pili kuingiza fedha za kigeni. Miaka ya nyuma wakulima wa karafuu walikosa elimu ya kulihudumia zao hilo, ikiwa ni pamoja na kuzianika barabarani. Baadhi ya wakulima sasa wameelewa umuhimu wa kulitunza na kulihudumia zao hilo ili kuendeleza ubora wake kama wanavyoeleza. Kuanika karafuu barabarani kwanza ni kuliangusha soko la karafuu duniani, kwa sababu karafuu kama ikiwa chafu haipati soko. Sasa kama karafuu itakuwa mzuri na safi, soko linakuwa zuri na sisi wenyewe wakulima tunanemeka. Lakini leo kama tutazianika chini ni hasara yetu sisi wakulima. Hata haijafika serikalini, sisi wenyewe wakulima tuathirika, kwa sababu ile soko likianguka duniani anguka sie. Kwa hiyo tuwaomba wakulima wenzetu karafuu tuzianike chini. Waje zaidi sisi majamvi yako wanunua ziniki kwa majamvi. Kwa hiyo na wasihi wanaonika karafuu barabarani waache mtindo huo, kwa sababu ataanika itakuwa ina mawe, itakuwa na mavumbi, kwa hiyo itakuwa si karafuu nzuri tena kama inaposifiwa duniani. Shukuru ikipata sifa ndio tuwapata na sie faraja, kwa sababu ndio itapanda bei. Tofauti na za wenzetu itakuwa si nzuri, zao zetu siweza kuwa ni bora. Kwa hiyo watu wapendelea zaidi zianike kwenye majamvi ili tupate soko liwe zuri. Karafuu kuanika ndani ya jamvi kwa safi kabisa. Lakini ukianika chini wana mawe vumbi. Alafu nyekundu zile, alafu safi kabisa hazina ngamizi yote. Lakini karafuu ukianika chini vumbi, makonyo, mawe. Mimi hata jua bati saniki. Na wengine utaona jua bati, lakini jua bati huwa nyepesi zile karafuu kuliko kuanika chini. Kwa sababu ni mafuta huashanyonywa na ile bati. Kwa kweli swala la kuanika karafuu barabarani hili lina hasara kubwa. Hasara ya kwanza ninavyoona mimi na ndio ilivyo, kwanza karafuu inapondwa sana na magari ya ng'ombe na gari za kawaida, halafu inaingia mpaka mavi ya ng'ombe, taka zinakuwemo nyingi, na badala ya kuingia hayo yote ikienda kule ZSTC ama kuuzwa nje, tayari itakuwa ina sifa mbaya, ile karafuu ni chafu. Na hili swala hili litapelekea sifa mbaya karafuu ya Zanzibar kwa upande wa serikali na upande wa taifa kwa jumla. Pili, inapovurugika ile karafuu kwa kukanyagwa na magari, moja kwa moja inapunguza uzito, halafu pia inatoka yale mafuta yote, kwa sababu inakuwa tayari lishafanya unga kwa kupasuka pale pale. Hasa hili linakuondolea uzito wewe mwenyewe mkibarua, inakuwa unapoteza uzito ile karafuu yako na unapata kilo hafifu. Hapa kwa kweli, kwa kusema kweli, karafuu zinahitajika kuanikwa ndani ya majamvi, si barabarani, kwa sababu barabarani zinakuwa zina matatizo. Halafu hata wezani ile karafuu yenyewe inapungua, inakuwa na upungufu. Kwa hivyo ukianika ndani ya jamvi, basi unaikuta karafuu freshi, unapata wezani mzuri, unapata karafuu nyekundu. Na ndio inayotakiwa hiyo kimataifa. Kwa hivyo hapo ndipo inapokuwa mzuri sana na unapata tija. Sasa ukianika barabarani kuna matatizo. Hata kipita mtu na gari yake za kuzisaga. Kwa hivyo na ukapata kitu, ukapata unga hauwezi kuuza. Ukifika hapo tunaenda chungio. Na kuna wengine wamwaga chini ya size karafuu. Sasa hiyo ndio matatizo zaidi. Ukizimwaga karafuu chini kwenye mchanga, kwenye udongo ule, kwa kweli hivyo kizizoa, basi sasa unauzwa na mchanga ule, unauzwa na udongo ule. Sasa utaikuta karafuu wenyewe, hasa jua hivi sasa, kama hivi sasa alija kama sawa. Jua sasa hivi ni jepesi. Sasa unakuta karafuu utaikuta nyeusi. Sasa hapo unaiushusha ile thamani yake. Wakulima wa Shidi wilaya ya Mkoani wamewatanabahisha wakulima wenzao juu ya madhara makubwa ya uanikaji wa karafuu barabarani. Tunapozianika kwenye barabara kama hivi, karafuu hizi kunakuwa na athari nyingi zinazopatikana. Athari zinazopatikana kwa mkulima na athari ambazo zinapatikana kwa watumiaji wa hizi karafuu zenyewe. Tukianza na athari zinazopatikana kwa mkulima, karafuu hizi kwanza zinapungua uzito. Kwa hiyo mkulima anapokwenda kupimiwa karafuu zake, kama pishi moja alikuwa apate kilo 1.5, basi zina uwezo wa kupungua japo pointi fulani hivi. Kwa hiyo ni vizuri mtu ili kuliepuka hili, basi atumie majamvi au mabusati ili isije ikapungua uzito karafuu yake na akaanza kulalamika. Tunashuhudia wauzaji wengi wa karafuu wanalalamika kwamba karafuu zao zinakatwa na zinaibiwa, lakini hili inakuwa hatulioni wala hatulizingatii kwamba kweli karafuu zimepungua uzito. Ingawaje wakulima wanaamini kwamba kuna karafuu ambazo msimu wake zinakuwa mzito na kuna msimu ambao karafuu zinakuwa nyepesi, lakini na hili hatukuliangalia. Lakini pia athari nyingine, karafuu hizi zinachukua mavumbi mengi sana, kwa hiyo zinapoteza ubora wake. Kama karafuu ambazo zimeanikwa kwenye barabara zimekanyagwa hizi, na tunaziona jinsi gani zilivyosagika. Kwa hiyo nyingi karafuu hizi zinaonekana kwamba zimepotea na hazitorejea tena katika ile asili yake ya kawaida. Kwa hiyo ni vizuri wakulima hili
walione na waone kwamba hii ni athari inayopatikana kwa wao, pia inapatikana kwa wenzetu. Lakini kwa upande wa hawa watumiaji wa hizi karafuu hizi kama zitakuwa zinakanyaga, basi zina uwezo wa kuchukua uchafu kwa kutumia miguu ya watu ama tairi zile za magari, baiskeli na nyinginezo. Kama hizi ambazo zimesagika, nyingine ziko nje ya barabara. Hatujui barabara ina unadhifu wa kiasi gani huko. Kwa hiyo ni vizuri watumiaji, hususan wakulima, basi wazianike karafuu zao katika sehemu nadhifu na waweze kuzitunza vizuri na wazionee huruma. Kwa maoni yangu haya, natoa wito kwa wakulima wote chini ili tuzianike karafuu zetu katika sehemu zinazostahiki, hususan katika majamvi au mabusati na nyinginezo. Asanteni sana. Tujitahidini sana wakulima wa karafuu kwamba karafuu zianikwe kwenye majamvi, mabusati, magunia, kwa sababu tuthamini kwamba wenzetu hizi karafuu wanatumia kama chakula. Hata kama wanatumia kama ni dawa, basi lazima tuwe na unadhifu nazo. Na hapa itakuwa si wenyewe wakulima inakuwa tupata fungu kubwa kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tumethamini kwamba wenzetu wanatumia kama ni chakula chao, na tunakuwa tuna unadhifu, na unadhifu ndio jambo ambalo linatakikana ndani ya Uislamu, na hii inakuwa ni kama sadaka yetu. Katika kufanikisha azma ya serikali ya kulitunza zao la karafuu za Zanzibar, masheha wameandaa mikakati mbalimbali kufanikisha lengo hilo. Kwanza tulipanga pamoja na polisi jamii yetu ile kwamba mtu yoyote atakayeonekana kaanika karafuu barabarani, basi tulikushapanga masharti yetu. Kwa hiyo adhabu tulioiweka ndo atakayolipewa. Tutamuita kwa mara ya mwanzo tuseme naye, halafu kwa mara ya pili kama hakusikia tutachukua hatua ya kumpeleka kituo cha polisi. Nika mkutana hadhara naeleza. Halafu nikikuta alikuwa kinyume nafuata karafuu barabara msike ni kosa kisheria. Wacha pale kwenye kuachanja sasa hivi. Hata kwa kwenye jamvi kwa sababu barabara ni karafuu. Tutapata kukuta pembeni huko. Ndio utakuta. Nikisikia soko barabara. Naeleza, naambia. Napita mwenyewe na kama zangu tukaangalia. Ndio kwa ndio mimi si sana kukuta karafuu aina hiyo. Kwa yale maeneo mashauri kwa bado hawajachukua hatua, wachukue hatua. Waite wananchi, mikutano hadhara na wafuate mmoja baada mmoja nafanya hivyo. Kama nafanya mimi. Lakini tujitahidi sana, na kama sivyo ungaliziona hivi sasa tele. Kwa sababu akwambia hatuna majamvi, hatuna maeneo yanayoingia juu isipokuwa barabarani. Wito wangu waheshimu agizo la serikali, kwa sababu sheha ni serikali. Watafute maeneo mengine mazuri, au kama hawana majamvi wasiliane na ZSTC. Watu wata pesa si walikopeshwa kwa kutoa huduma kwenye mambo ya karafuu. Sasa waje ZSTC walalamike hatuna majamvi, wawezeshwe wanike sehemu nyingine nzuri. Mkuu wa wilaya ya Mkoani Jabu Hamisi Mbwana amesema mbali ya karafuu kupoteza ubora, zinapoanikwa barabarani pia zinaharibu barabara na zinapelekea usumbufu wa matumizi ya barabara hizo. Hawa wananchi wakulima wa karafuu huanika huku nusu na huku nusu, kwa barabara inakuwa ni nyembamba tu pale. Kwa hivyo kunakuwa na usumbufu, hata gari mbili haziwezi kupita pale. Itabidi ama gari moja isubiri ipite nyingine, au kama watu wanatoka pale pamoja kuna uwezekano wa kusababisha ajali kwa sababu yeye kuruhusu karafuu kuanikiwa katika barabara. Kwa hivyo tumezungumza nao viongozi. Mwaka jana nilizungumza nao kwenye mkutano na niliwahi kufanya kikao kwa pamoja na viongozi mbalimbali, kamati za maendeleo, kamati za masheha, wazee maarufu na kamati za polisi jamii zile. Mkanyageni na hivi karibuni nilikuwa niko Chumbageni. Tulikuwa tunazungumzia swali. Miongoni mwa mambo ambayo tulikuwa tunazungumzia ni swali zima la kukataza wakulima wasianikie karafuu zao kwenye barabara hizi ambazo tunazitumia kwa kwenda na kurudi kwa matumizi ya kawaida ya shughuli za maendeleo na hata ya maisha ya watu. Lakini bado inaonekana hii hatua kama vile bado haijatekelezwa ipasavyo. Maana bado zinaonekana karafuu kuanikwa. Na hii ni hobi ya mazingira hapa mjini. Hata huko Mkanyageni watu kidogo wana hobi ile ukaidi mpaka utumie nguvu. Na kwa kipindi chote hicho tumekataza kwa mdomo, lakini tulikuwa hajachukua hatua za kumchukua mtu tukamshitaki. Tuliona swali la kawaida wananchi wataweza kufuata. Lakini kwa sasa ikibidi, na kwa sababu imeshaonekana athari mbalimbali zinazojitokeza kwa sababu tu ya kuacha watu kuanikia karafuu kwenye barabara, hatua zitabidi zilazimie kuchukuliwa kwa wale ambao watakaidi sasa agizo hili ambazo tumeshatoa kwa zaidi ya mara mbili na watu wanafahamu, isipokuwa ni ukaidi wao. Kwa hivyo tunajipanga kurejea tena kwanza kuambia hawa watu
lakini wakati huo ambaye hatasikia from now, baada ya kurudi kwao, tutabidi hatua tutakayemgundua yote ambaye anaandikia barabarani karafuu, basi tutachukua hatua za kisheria. Mkurugenzi mwendeshaji wa ZSTC amewasisitiza wakulima wa karafuu kuanika zao hilo kwenye majamvi ili kuendelea kuzifanya karafuu za Zanzibar kuwa bora zaidi kwenye soko la dunia. Tunahitaji kuilinda sifa ya karafuu ya Zanzibar, kwani kuipoteza sifa hiyo ni kunasababisha mambo mengi. Kwanza kunasababisha kushuka kwa bei ya karafuu kwa serikali na vile vile hata kwa wakulima. Ubora unafaa kuzingatiwa katika kuanika, kuchuma na hata katika kuzichanganya kwa ajili ya kuzipeleka katika soko, yani kuzipeleka ZDCC. Ni kweli baadhi ya wakulima ambao si waaminifu huchanganya karafuu na makonyo, kitu ambacho hakipaswi kufanywa hivyo, na wanapoanika barabarani, jua la barabarani husababisha kupunguza ule ubora wa zile karafuu. Kwa hivyo haipaswi kabisa kuanikwa karafuu barabarani, kwa sababu unapoanika karafuu barabarani ni kwamba zinakosa zile sifa ambazo zinatakiwa, zinakuwa hazina ule ubora ambao unatakiwa. Hata rangi ya karafuu zinazoanikwa barabarani zinakuwa ni tofauti na zile karafuu ambazo zimeanikwa kwa kutumia majamvi. Tunapaswa kutumia majamvi kwa ajili ya kuanikia karafuu, na hata kama mabusati inategemea na uanikaji, lakini si barabarani wala si kwenye sakafu. Ukweli ni kwamba ZDCC tunajitahidi kadiri tuwezavyo na tunanunua majamvi ya kutosha. Mkulima yoyote ambaye anahitaji majamvi, tupo ZDCC, afike tu ZDCC aseme, na hata kama hana usafiri basi ZDCC huwa inatoa usafiri kwa ajili ya kutoa majamvi kupeleka kwa mkulima. Muhimu azingatie zile taratibu ambazo zimewekwa. Kufika ofisini, kusema, na majamvi huwa hatukopeshi. Tunayauza kwa fedha taslimu. Mikopo kwa wakulima huwa inatolewa kwa ajili ya kutoa zile huduma maalum za kuanzia katika kuvuna. Kwa hivyo fedha wanazokopa hizo ndo zinatakiwa wazitumie kwa ajili ya kununulia vifaa vya kuhudumia vuno la karafuu. Akielezea umuhimu wa kulitunza zao hilo, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein amesema, tumeamua kujenga miundombinu ya barabara kwenda maeneo yenye karafuu nyingi ambayo sasa hivi hayaendeki. Na kwa hivyo tutajenga barabara kutoka Kuyuni hadi Ngomeni. Barabara ile ina urefu wa kilomita 3.1. Hivi sasa 70% ya barabara hii ishakamilika kwa kutia kifusi. Nia yetu baadaye tupate uwezo tutie lami. Barabara ya pili kutoka Kipapo kwenda Mgelema tutaijenga hii kwa kiwango cha lami nayo vile vile. Barabara hii ina urefu wa kilomita 6.5. Itaingia kwenye mradi mkubwa baadaye. Tutaanza wenyewe, baadaye tutaunganisha na ule mradi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Na barabara ya tatu ni Mgagadu hadi kwa Uto. Hii ina kilomita karibuni 5. Barabara hizi zinakwenda katika mashamba ya karafuu makubwa. Hivi sasa hatuwezi kwenda kwa urahisi huko. Gari la ng'ombe halipitiki, mvua ikinyesha hakwendeki, na karafuu inakuwa tabu kuzitoa. Nia yetu kila sehemu yenye karafuu tufike kwa urahisi kwa barabara na gari zende kule. ZDCC washaanza kununua gari mpya kubwa na ndogo ili ziwawezeshe kwenda kwa haraka kuchukua karafuu kwa wakati kabla ya kuingia usiku na kuzitunza kwa wakati mzuri kabla ya kusafirishwa nje. Nataka nizipongeze kwa dhati kabisa jitihada za ZDCC kwa hapa tulipofika. Wametukosha nyuso zetu kwa muda mfupi sana. Tuliodhania yatachukua muda mrefu, kumbe imechukua muda mfupi, kwa kupata wizara makini yenye jitihada kubwa na ZDCC iliyobadilika mtazamo wake.
Shirika la Biashara la Taifa Zanzibar ZSTC linawasisitiza wakulima wa zao la karafuu kufika katika ofisi za shirika hilo kwa ajili ya kununua majamvi kwa bei nafuu.